bali katika masekta mengine katika utaratibu wake. Leo kashalaumiwa mtu kaondoka katika sehemu yake ya kazi kwa kumjua na jina kabisa, kakaa kwenye sehemu yake ya kazi anahudumia, akaona sehemu ya mwenzake labda alichelewa kufika, ngoja nikawasaidie na wale wako wengi na hali zao ni ngumu. Katoka pale, hapana mtu, kaenda kusaidia katika eneo la ndugu yake, anaondoka tu, na huku raia wanakuja katika eneo lake, 4 sijui 5. Hapo hapo mhusika hayupo, Ikulu ndani. Manake viongozi wanakuja, kwa nini umeondoka katika eneo la kazi? Hapewi nafasi ya kusema out. Nini tatizo? Wema wake ndio uliomponza. Habari hizi Waislamu zipo nyingi. Hata wewe unaposikia habari zako kwenye mawio, si katika taarifa habari, si katika wapi, ukasahau wema wa watu wa miaka 20, miaka 30 kwa sababu ya tukio moja, angalia sana usije ukajiingiza katika makosa. Ayuha nasi ibadallah, laqad allamana dinuna an la nansa li ahli al-fadli fadlahum. Dini yetu imetufunza sisi tusisahau kwa watu wa fadhila zao, wa li ahli al-ma'rufi ma'rufahum, bali waliokufanyia wema wao, wa li ahli as-sa'i sa'yahum. Hakadha al-akhlaq al-islamiyya, hizi ndo tabia za dini yetu ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha sanaa ahadakumul ma'ruf fakafiuhu, atakapokufanyieni mmoja wenu wema mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu, endapo kama mtakosa kile cha kumlipa basi muombeeni atadua. Leo mtu anatibiwa, anamaliza ile asante hasemi, ile Allah akubariki daktari hasemi, Allah bariki kazi ya mkono wako hasemi, lakini ikitokea hitilafu ndogo tu yeye ndo anabeba lile bango hasa na kusambaza katika magrupu na kwengine mfano wa hayo. Imefikia wakati hasadi zimetuzonga katika baadhi ya makampuni, katika baadhi ya mataasisi, tuna hasadi nayo. Leo hospitali ya Mnazi Mmoja inanuka, si hivi na cha ajabu, daktari yule wa Mnazi Mmoja ndio anamkuta Rahma anakwenda kukutibia kule. Hili ni katika tatizo ambalo jamii imewazonga sana. Kwa makini ndugu yangu Muislamu, na kupata tu habari za mwenzio, habari za mtu fulani katika sekta ya kiserikali, habari za kadha wa kadha, na wewe ukazichukua ukaanza kuzisambaza kama zilivyo, hali ya kuwa uhalisia na chimbuko wa masuala yale wewe huyajui. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tuliokuwemo humu kwanza tuwe wajumbe kwa wenzetu, tuhifadhi hizo ndimi zetu. Ulimi wa Islamu ndio chanzo cha matatizo yote. Hata ukisikia mke na mume wamepigana, kwanza ulianza ulimi. Mke wangu mbona unafanya hivyo? Kimya. Nitakupiga wewe. Jaribu. Nisiwezi. Huwezi. Ulimi huo tayari kampija, kamrejeshea, magumu yameanza kwenye vikao ukweni. Huyu anapiga mkewe, sio wamepigana. Huyu anapiga mkewe, huyu kumbe mmepigana. Sababu ya yote ni ulimi huu. Mifano tunayo mingi na muda wetu ni mchache. Hata katika mazingira ya hospitali, nyie hamjawaona watu? Mimi nishamuona mtu kwa macho yangu, kashatoka alikotoka katika wodi nyingine huko, daktari anamuuliza daktari mwingine, mama vipi, tukusaidie nini? Au sinisaidie kitu, nimekuja kutembea timu hapa. Yaani yule daktari kamkuta pale anahangaika, anamuuliza mama vipi, tukusaidie nini? Mbele ya macho yangu anamwambia usinisaidie kitu mama, mimi nimekuja kutembea hapa. Bali safari moja nipo katika kituo cha polisi cha Madema, kuna ndugu yangu mmoja ni katika watu ambao wanauza simu kule darajani, sehemu ya mnadani. Ulitokea mtihani wakakumbwa wote wale, wakaingizwa mle Madema. Tukaenda kwa ajili ya kutafuta namna ya kusaidia ndugu zetu. Wakati tupo nje pale, tumeambiwa tusubiri. Akaja bwana mmoja kipindi kile, mkuu wa polisi au mkuu wa kituo cha Madema, sijui alikuwa na cheo gani, lakini mkubwa na masaluti yao, kutuuliza sie wa nje, mbona mko hapa, mnasemaje nyie? Wallahi mmoja akajibu, mimi nimeingia mle, namtaka kumuona sijui mtuhumiwa wangu, lakini nimefukuzwa na sitataka kushughulikiwa, kwa naomba nisaidie mheshimiwa. Wakati yule bwana nimeingia naye ndani pale kaunta, akaulizwa, akajibu, nimemfuata afande fulani akiitwa afande Mkwama, sio afande gani. Akaambiwa huyo mtu sasa hivi hayupo, basi msubiri kwa pale. Huku anajibu, nimeenda na mtuhumiwa wangu, atakumpelekea chakula, sijui nimefukuzwa. Laiti angechukuliwa yale maneno yake, kama nisingekuwa, maana nilimwambia hapo huyo anakudanganya,
kenda pale kaambiwa hivi na hivi hivi, muongo huyu. Sasa yule mheshimiwa si ndo mkuu wa polisi angeyachukua yale akaenda kwa ule kuruta kule sijui ingekuwaje. Haya ndo maisha tuliokuwa nayo leo. Tuliza mdomo wako, tuliza ulimi wako, angalia yako. Haya wengine yamerushwa kwenye WhatsApp yako, yafute, achana nayo. Usiwe mmoja wa wakala kusambaza habari ambazo huna uhakika nazo. Haya tumeisoma ndani ya Qur'ani hapa. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa watu ambao tunasikiliza maneno na kuyafuata yaliyokuwa mazuri. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.